Ndugu zangu, attention kubwa, attention. Toka tarehe 10 mwezi huu mpaka leo tarehe 20, dada yangu mdogo wangu hapatikani kwenye simu, hapatikani kabisa. Na mara ya mwisho Muna alipanda ndege akielekea South Africa, kulikuwa na award, sijui ni award gani hizo alikuwa anataka kwenda. Na post yake ya mwisho alipost akiwa kwenye ndege akielekea huko na mtoto. Lakini toka ametua huko hakuna yani hapatikani popote, iwe Instagram, iwe TikTok, iwe WhatsApp, iwe namba zake zote hapatikani. Hapatikani kabisa. Kwa hiyo wanaharakati wote, watu wote, amkeni, simameni ili tujue Muna yuko wapi. Kwa sababu Muna kuwa sio mtu wa kukaa siku 2 hajaposti kitu Instagram. Hakuwa mtu wa kukaa siku 2. Tuachane tu kuposti. Alikuwa sio mtu ambaye tunaweza tukapitisha siku hatujawasiliana au nusu siku hatujawasiliana. Hicho kitu kilikuwa hakipo. But for now nahangaika, nateseka, na I don't know. Sijui. Na mkumbuke South Africa kwenye awadi vyao wanatumiaga sana kuumiza watu. Au kwa wanatafuta watu, wanatafuta njia za kuwamaliza kwa njia hizo. Unaona? Kwa ndugu zangu, wanaharakati, simameni, amkeni, mpaze sauti kuhusu Muna ili tuweze kujua yuko wapi na anapatikana vipi. Otherwise tutampoteza tukiwa tunachekelea tu. Kwa sababu Muna sio mtu wa kupotea kwenye mawasiliano au kwenye mitandao au nini, no. Mbaya zaidi kuna hata watu wake wa karibu ambao najua hawa lazima wasiliane na pia wote hawapati. Na ndugu ambao na namba nini, hakuna anayempata. Kwa hiyo nahangaika sana kumtafuta mdogo wangu. Naombeni yeyote yule ambaye anaweza kawa amemuona popote, amempata popote, aweze kutujuza ili tujue Muna yupo wapi, na je yupo salama au yupo hai, tafadhali. Kwa mara ya mwisho tunaagana, anapanda ndege anaelekea South Africa, sijui kulikuwa na awadi gani. Lakini toka siku hiyo mpaka leo Muna haijulikani alipo, na simu yake ukipiga WhatsApp zinaita tu bila kupokelewa. Zinaita bila kupokelewa. No. Na si Mungu apitishe mbali. Naomba tu Mungu ampe uzima na afya njema, kwa sababu Muna sio mtu wa kupotea kwenye mitandao wala mawasiliano yoyote. Na hata tuseme angekuwa ameamua kukaa kimya, ndio akae kimya mpaka kwa ndugu wote na watu wote na baba watoto wake. Yani honest, nimevurugwa, sielewi, nimechanganyikiwa sana.